Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema bodi iliyopita iliteuliwa wakati hospitali hiyo ikiwa inaanza kutoa huduma rasmi na ilibeba jukumu kubwa la kusimamia miradi muhimu ikiwemo uzalishaji wa hewa tiba yani oxygen, uanzishwaji wa kituo cha afya sayansi shirikishi pamoja na ujenzi wa jengo la matibabu ya saratani ambalo limefikia 68%. Bodi hii inazinduliwa baada ya bodi iliyokwisha kumaliza muda wake. Bodi iliyopita iliteuliwa katika kipindi ambacho hospitali hii ilikuwa ndio imeanza kazi za kutoa matibabu rasmi. Kwa hiyo ninaamini ilikuwa na jukumu zito la kusimamia hospitali hii ili iweze kuanzisha mambo mbalimbali, huduma mbalimbali ambazo profesa umezizungumza hapa. Baadhi ya miradi na huduma hizo ni pamoja na miradi ya uzalishaji wa hewa tiba ya oxygen ambao unaiwezesha hospitali hii kuwa na hewa tiba ya kutosha. Hongereni sana. Lakini pia ninatambua uanzishwaji wa chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Benjamin Mkapa ambacho mpaka sasa kwa mwaka kinadahili jumla ya wanafunzi 270 katika kada ya stashahada katika uchunguzi wa mawimbi sauti, yani the basic technician certificate in diagnostic radiology, stashahada ya radiolojia na uchunguzi wa magonjwa, pamoja na kozi fupi ya utoaji wa dawa za usingizi, mradi wa ujenzi wa jengo la matibabu ya saratani ambao ujenzi wake unaendelea ukiwa na asilimia takriban 68, na mkurugenzi amenitonya kwamba kuna certificate hazijalipwa. Nikuthibitishie tutahakikisha kwamba tumezifanyia kazi kabla ya mwaka ujao wa fedha kufungwa. Lakini pia kuanzisha ukarabati wa eneo maalum kwa ajili ya upandikizaji wa figo. Ninawapongeza sana kwa hatua hii muhimu sana. Mchakato wa uanzishaji wa huduma saidizi za uzazi, ukarabati wa vyumba mbalimbali vya upasuaji na kuwezesha upatikanaji wa nyumba za watumishi wa kada za tiba ambao wanatakiwa kutoa huduma dharura kwa wagonjwa. Nichukue fursa hii kuipongeza sana bodi iliyomaliza muda wake kwa kuibua na kusimamia miradi mbalimbali ya huduma. Ndugu mwenyekiti, kupitia hafla hii nitoe rai kwa bodi hii inayozindua leo kuhakikisha miradi yake yote iliyoanzishwa huko nyuma na bodi iliyomaliza muda wake inakamilika. Tunatarajia kwa kuwa tumekusudia kuifanya hospitali hii kuwa ni hospitali ya kipekee, basi maombi yangu mkurugenzi, vikao vifanyike mara kwa mara kuhakikisha pale ambapo mnahitaji kukwamua mambo yanakwamuliwa. Timu unayo ya kutosha. Natambua mwenyekiti ukusema hili kwamba kuna mjumbe amebaki, lakini tumezingatia pia jinsia. Kwa tunakusudia kupata mjumbe mwingine mama atakayeshirikiana na profesa pale kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tumelizingatia hili la jinsia. Na kila jambo limezingatiwa vyema kabisa. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo na kuwapongeza na kwamba tunakusudia tuone mambo makubwa zaidi na bodi hii. Nendeni mkasimamie vyema matokeo yaliyokusudiwa. Na tatu, nyinyi kama bodi mnalo jukumu la kuanzisha miradi na huduma mpya ili kuiwezesha hospitali yetu hii kuendelea kutoa huduma bora
zinazomlenga mwananchi, hasa mwananchi wa kawaida kabisa. Lakini jambo kubwa ambalo ninatambua kila mmoja analisubiri ni hili la kuifanya hospitali hii kuwa hospitali ya taifa. Najua hii kila mmoja wetu na mimi naunga mkono, kwa sababu hapa ndio Dodoma, hapa ndio makao makuu ya nchi. Haiwezekani mambo mazito ya nchi yakaamuliwe mkoa wa Dar es Salaam. Haiwezekani. Mambo makubwa katika sekta ya afya ni lazima yaamuliwe makao makuu ya nchi. Na tunaposema Benjamin Mkapa kuwa hospitali ya taifa, maana yake sasa tunakwenda kuifanya Benjamin Mkapa kufanya kila kitu katika sekta ya afya. Kila kitu. Maana yake ni lazima tukaongeze vifaa, tukaongeze watumishi. Ndio maana ya hospitali ya taifa. Na mchakato mlioanza nao wa kuanzisha chuo hapa pamoja na kwamba tuna UDOM, University of Dodoma, lakini bado ninyi mipango yenu mliojiwekea ndio kuelekea huko kuwa ni hospitali ya taifa. Mmeanza kwenye kozi mbalimbali, astashahada nadhani, lakini endeleeni kupiga hatua ili kusudi watakaozalishwa hapa wataweza kupata mafunzo hapa au kwenda maeneo mengine, lakini iweze kusaidia kuleta mantiki ya maana ya kuwa ni hospitali ya taifa. Na tunapokwenda huko, maana yake tunataka huduma zote za kibingwa bobezi zifanyike Dodoma, kwa sababu baba wa taifa alivyokusudia wakati huo waliofanya maamuzi wakati wake Dodoma kuwa makao makuu ya nchi, waliangalia mengi. Leo hii rufaa ya mtu anayetoka kanda ya Ziwa aende Dar es Salaam ni mbali zaidi kuliko kuja hapa Dodoma. Mtu aliyoko Singida, aliyoko Tabora, hapa kutakuwa karibu zaidi. Na tunaamini itakapomalizika SGR ikafika mpaka Mwanza, manake mtu atatumia saa moja kutoka pengine hapo jirani. Kutoka Singida itakuwa dakika nusu saa pengine kwa reli hii ya kisasa. Kutoka Mwanza pengine inaweza kawa masaa mawili au saa moja na nusu. Hatujui wataalamu watatuambia vipi. Kwa hiyo kusudio hili la kuifanya hospitali hii kuwa hospitali ya taifa, niwathibitishie nimelibeba, na kila ninapopata fursa ya kukutana na mwenye mamlaka ninamkumbusha, ninamuomba ili aridhie Benjamin Mkapa iwe ni hospitali ya taifa. Nami niwaombe sana wajumbe wa bodi, hapa mko mahala sahihi kabisa. Benjamin Mkapa, kwa namna ambavyo sisi serikali tunakusudia kuyafanya kwenye hospitali hii, mko mahala sahihi. Tunachowaomba, tumieni utaalamu wenu wote kuhakikisha mmetusaidia tumeweza kupiga hatua. Mmewashauri Benjamin Mkapa, kwa kuwa ninyi ndio washauri wakuu, mtusaidie kuwashauri kupiga hatua, nini cha kufanya, nini tufanye tuweze kupiga hatua. Lakini endelezeni ile misingi ambayo hata mimi nimeikuta ya utendaji, ufanisi na kujitoa kwa ajili ya Watanzania. Umezindua gari moja la kliniki tembezi aina ya mobile clinic van ambayo hospitali imepatiwa kwa msaada wa East African Comprehensive Women Center Project kwa ajili ya kusaidia katika uchunguzi wa akina mama wenye matatizo ya saratani katika mikoa ya pembezoni, hasa iliyo jirani na hospitali yetu. Nami pia niseme kama alivyosema mkurugenzi mkuu, hatua hii itaongeza sana ufanisi na utoaji huduma zetu za hospitali katika kufanya uchunguzi wa saratani kwa wananchi walio mikoa ya pembezoni. Mheshimiwa Rais, ni kuongeze sana jambo hili ambalo ni muhimu kwa maendeleo ya tasnia ya afya. Mheshimiwa Waziri, pamoja na jukumu hilo ulilonalo, naomba nikukumbushe changamoto zinazoikabili hospitali hii ambayo mimi kama mwenyekiti nimeona nianze nazo kama moja ya vipaumbele vyetu katika tutakapoanza kufanya kazi hii. Moja, upungufu wa watumishi. Mheshimiwa Waziri, pamoja na jitihada za serikali kupata watumishi wa kutosha, bado tunakabiliwa na uhaba wa watumishi 444. Tutaendelea kuishukuru serikali itakapotupatia watumishi kadri bajeti itakavyoruhusu ili tuweze kufikia malengo yetu. 2, upungufu wa magari. Hospitali inakabiliwa na upungufu wa magari kwa mchanganuo ufuatao: mabasi 3 ya watumishi, mabasi madogo 2, gari aina Land Cruiser Prado
ambayo itatumika kubeba viongozi mbalimbali, magari aina ya hardtop 5, pikipiki 5. Mheshimiwa Waziri, magari haya yakipatikana yataendelea kabisa kutusaidia kama hospitali tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri zaidi. Uwepo wa madeni, Mheshimiwa Waziri, hospitali yetu inakabiliwa na madeni kutoka kwa wadau mbalimbali tunaowapatia huduma zetu. Mpaka sasa hospitali hii inadai madeni ya bilioni 14.39. Mheshimiwa Waziri, deni hili kwa kiasi kubwa linajumuisha madeni kutoka mfuko wa bima, NHIF na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Fedha hizi kama zitapatikana, Mheshimiwa Waziri, zitaongeza nguvu kubwa katika kuboresha huduma zetu kwa kuongeza vifaa tiba na motisha kwa watumishi. Mheshimiwa Waziri, hili la mwisho naomba niendelee kulichomekea. Sisi wanafamilia nzima hospitali ya Benjamin Mkapa tunayo hali ngumu sana ya kuhama kwenda kwenye viwango vipya. Sisi tuko tayari kabisa kuwa hospitali ya taifa. Naomba nitumie fursa hii kukumbusha pia kwamba kama itakupendeza, Mheshimiwa Waziri, umwombe Mheshimiwa Rais apandishe hospitali yetu iwe katika hadhi ya hospitali ya taifa. Aidha, ametaja pia kuanzishwa kwa ukarabati wa eneo maalum la upandikizaji figo, huku Waziri Mchengerwa akihimiza bodi hiyo mpya kuhakikisha miradi yote iliyoanzishwa inakamilika kwa wakati